Mpishi huyu mkuu anatambua kwamba sahani imejaa wadudu, lakini mteja hatambui chochote na tayari alikuwa karibu kuanza kula. Anamzuia mara moja, lakini kabla hajaeleza kilichotokea, wadudu wote wanatoweka. Akiwa haelewi kilichotokea, anamwomba msamaha mteja na kujaribu kuandaa sahani nyingine ili kufidia kosa hilo. Hata hivyo, alipokuwa akichanganya unga, anaona umejaa mabuu. Akiwa hana njia nyingine, anaenda kwenye ghala la kuhifadhi chakula na kugundua kuwa kila kitu kimeharibika. Bila chaguo, anamwambia mteja aondoke, jambo ambalo linamfanya mwenzake kupoteza imani naye mara moja. Akiwa amejaa hasira, anaamini kuwa kuna mnyama aliyevamia jikoni na kusababisha hali hiyo. Anachukua kisu na kuanza kumtafuta, lakini mwishowe anaingia kwenye bustani iliyotelekezwa. Huko anakuta mimea mingi ya ajabu ikiwa imeota kila upande. Anachukua tunda jekundu, lakini alipotazama vizuri zaidi, wadudu wanaonekana tena. Kwa hofu, anapoteza fahamu. Anapoamka akiwa kitandani, anakuta lile tunda bado lipo pamoja naye. Akiwa na hamu ya kujua, anaonja kipande kidogo na kuhisi kitu tofauti. Ladha yake ya ajabu inamfanya atake kula zaidi mara moja. Kisha anarudi bustanini na kuvuna mimea hiyo. Anaporudi jikoni, anakata vipande vidogo, anaponda majani yake na kuvipika kwenye supu. Muda mfupi baadaye, harufu kali inaenea mahali pote. Baadaye anakausha wadudu, anawasaga na kuwachanganya kwenye mapishi. Sahani mpya inakuwa tayari na msaidizi wake anaionja. Anashangazwa sana na ladha yake. Kutokana na hilo, matumaini yake yanarudi na anaanza kutengeneza mapishi zaidi. Akiwa na shauku, anaamua kuifungua tena mgahawa. Lakini usiku huo, anakuta jikoni kumevurugika kabisa. Anaanza kuchunguza na kumkuta mwanaume amejificha humo. Mwanaume huyo anageuka ghafla na kumtisha. Kumbe alikuwa mmiliki wa zamani wa sehemu hiyo. Akiwa amechanganyikiwa, anakuta daftari lenye mapishi yaliyotengenezwa kwa kutumia mimea ile. Lakini kadiri anavyoendelea kusoma, ndivyo kila kitu kinavyoanza kuonekana cha ajabu zaidi. Anashuku kwamba mimea hiyo si ya kawaida, hivyo anaitupa yote. Hata hivyo, wateja wanaanza kuwasili. Akipuuza onyo la mwenzake, anaondoa menyu maalum na kurudisha menyu ya kawaida. Lakini mambo ya ajabu yanaanza kutokea tena. Wadudu wanaonekana ndani ya maji na chakula kinaharibika tena. Anadhani labda anaona vitu visivyokuwepo, lakini anaendelea kuwahudumia wateja. Alipoenda kuandaa chakula kingine, anajikata kidole bila kukusudia. Watu wanaamini kuwa amepoteza akili, hivyo wanamfungia kwenye chumba cha chini ya nyumba. Humo anakuta maiti iliyokuwa imefichwa. Anagundua kwamba kuna mtu aliwahi kuishi hapo akitumia mimea hiyo kuwasaidia wengine. Mtu huyo alikuwa akilinda sehemu hiyo na aliendelea kufanya hivyo hadi mwisho wa maisha yake. Baada ya kuelewa ukweli wote, anarudi nje na kuwasha moto mkubwa. Miali ya moto inawavutia watu wengi. Mwenzake anatumia nafasi hiyo kutoa kila kitu nje. Anaandaa meza na kumfanya apike mbele ya kila mtu. Anatumia tena ile mimea na kuiweka kwenye sufuria kubwa. Kisha anakata nyama ya sangura na kuitoa kwa vipande vidogo. Wateja wanashangazwa na namna rahisi ya mapishi hayo, lakini walipoionja waliridhishwa sana na ladha yake. Usiku unaisha vizuri na kila kitu kinaenda sawa. Mwishoni, anavaa pete ya yule mmiliki wa zamani na kuamua kuendeleza kile alichoacha nyuma.